Wakati Urusi na Ukraine zikiendelea kushambuliana, juhudi mbalimbali zinazoendeshwa na Marekani na China zinaendelea ili kujaribu kutafutia suluhu mzozo huo. Kwa upande wao, nchi za Ulaya zinajaribu kutafuta namna ya kuihakikishia Ukraine usalama. Zaidi anasimulia Bakari Ubena. Usiku wa kuamkia leo, Urusi ilishambulia Ukraine na kuharibu maghala ya kampuni ya uzalishaji wa gesi katika eneo la Poltava, huku jeshi la anga la Ukraine likisema limedungua droni 89 kati ya 163 zilizorushwa na Moscow. Wakati huo huo, Urusi imeilaumu Ukraine kuwa inaendelea kushambulia miundombinu yake ya nishati. Mbali na mapigano, juhudi za kidiplomasia zinaendelea ili kutafutia suluhu ya amani mzozo huo uliodumu kwa miaka mitatu sasa. China imesema waziri wake wa mambo ya nje Wang Yi ataitembelea Urusi wiki ijayo kuanzia Machi 31 hadi Aprili 2 kwa ajili ya mazungumzo kuhusu masuala mbalimbali, ikiwa ni pamoja na utatuzi wa vita vya Ukraine. Msemaji wa wizara ya mambo ya nje wa China Guo Jiankun ameelezea dhumuni ya ziara hiyo. Katika ziara hiyo, waziri Wang Yi atakutana na viongozi wa Urusi na kufanya mazungumzo na mwenzake Sergei Lavrov. China inazingatia ziara hii kama fursa ya kufanya kazi na Urusi ili kuwezesha utekelezaji wa makubaliano muhimu yaliyofikiwa na wakuu wa nchi hizi mbili na kuwa na mawasiliano ya kina kuhusu mustakabali wa mahusiano kati ya China na Urusi pamoja na masuala ya kimataifa na kikanda ambayo yanagusa pande zote mbili. Hapo jana akiwa mjini Beijing, mwanadiplomasia mkuu wa Ufaransa Jean-Noel Barrot alimueleza Wang Yi kwamba China ina jukumu la kuishawishi Urusi kuja kwenye meza ya mazungumzo ikiwa na mapendekezo yenye tija na yanayodhihirisha nia njema. Kwa upande wake, rais wa Urusi Vladimir Putin amependekeza kuwa Ukraine inapaswa kuwa chini ya utawala wa muda ili kuruhusu uchaguzi mpya na kuwezesha makubaliano muhimu ya kufikia suluhu katika vita hivyo. Kauli ya Putin aliyoitoa alipotembelea bandari ya kaskazini ya Murmansk inajiri huku Marekani ikiendelea na juhudi za usuluhishi kwa kufanya mazungumzo tofauti na pande hizo mbili. Rais huyo wa Urusi amekuwa akishutumiwa na Ukraine pamoja na viongozi wa Ulaya wanaosema kuwa anajaribu tu kurefusha mazungumzo ya kusitisha mapigano bila ya kuwa na nia yoyote ya dhati ya kusitisha kabisa vita hivyo ambavyo vimesababisha maafa makubwa, ikiwa ni pamoja na maelfu ya vifo, mamilioni ya wakimbizi, huku miji kadhaa ikigeuzwa kuwa magofu. Pendekezo la Putin la uwepo wa utawala wa muda nchini Ukraine linaakisi malalamiko yake ya muda mrefu, ambapo alikuwa akisema kwamba viongozi wa sasa si washirika halali wa mazungumzo, hasa Rais Volodymyr Zelensky ambaye amesalia madarakani hata baada ya muhula wake kumalizika mnamo Mei mwaka jana. Asante sana Bakari Ubena kwa ripoti hiyo.